Naam, kama kawaida hii hapa ni Student Connect na hapa nimepata bahati ya kukutana na miongoni mwa mawaziri kutokea Kampala University. Mheshimiwa, kwanza kabisa ningeomba kwanza ujitambulishe kwa ufupi sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Ishaka Dhamir Kombo. Ni waziri wa elimu wa Jumuiya ya wanafunzi wa Zanzibar wanaosoma Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Kampala nchini Tanzania. Lakini pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya wanafunzi wanaosomea ustawi wa jamii Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Kampala nchini Tanzania. Naam, tungetamani kufahamu kitu gani ambacho umejifunza kutokana na tamasha hili la Jipange University. Okay, nashukuru sana. Vitu ambavyo kwamba nimejifunza ni vingi sana. Kama watu wa mada walivyokuwa wanaeleza kuhusiana na issue ya financial security pamoja na soft skills. Kwanza nimejifunza namna ya kuweza kusave pesa. Nasema hivyo kwa sababu kabla sijaja katika event hii niko na matumizi yangu ya fedha, lakini sikujua namna gani naweza kutunza au kuhifadhi, au sikufahamu namna gani naweza kupanga budget. Lakini baada ya kufika katika event hii nimepata nafasi adhimu ya kujifunza masuala kama hayo ya kuandaa budget mzuri katika matumizi yangu ya fedha, lakini pia nimepata kujifunza ni kwa jinsi gani naweza nikasave pesa zangu ambazo kwamba naweza nikazipata kupitia boom. Pia kuna umuhimu gani wa kutunza pesa? Umuhimu wa kutunza pesa tunasema kwamba upo mwingi sana. Miongoni mwa umuhimu ambao kwamba ni muhimu zaidi, unatunza fedha kwa sababu ya future. Mimi naamini kila binadamu ana future mbeleni, au kila binadamu anapokuwa katika maisha yake kuna vitu anakuwa anatamani. Kwa naweza nikatunza pesa, labda kesho au kesho kutwa nifanye biashara, au kesho au kesho kutwa labda niwekeze katika kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo ni muhimu mkubwa zaidi. Naam, tukizungumzia kuhusiana na swala la kutunza pesa kwa wanafunzi wa chuo kikuu, pengine tungetamani kufahamu changamoto zipi ambazo wanafunzi wa chuo kikuu wanakumbana nazo katika kutunza ama kuhifadhi pesa. Changamoto zipo nyingi. Unajua wanafunzi wengi ambao wapo katika level ya chuo kikuu ni vijana, na tunajua tena vijana ni maji ya moto. Kwa unakuta sometimes unaweza ukasave pesa, lakini kutokana na kuchemka kwa damu inaweza kapelekea hata ile fedha ambayo umesave ukatumia labda katika masuala ya anasa, kama labda katika masuala ya mapenzi. Kama unajua tena vijana wengi wanakuwa na wanawake labda wanahonga, lakini pia issue kubwa ya starehe kama masuala ya kilevi na kadhalika. Hizo ni changamoto kubwa sana. Na pia ungeshauri njia zipi ambazo tungezitumia kukabiliana na changamoto ambazo wanafunzi wa chuo kikuu wanakabiliana nazo katika kutunza ama kuhifadhi pesa? Njia kubwa ni kutoa elimu. Kama leo hii tulipokuja hapa katika Jipange University Tour ya 2025, mimi naamini vijana ambao wamekuja hapa wamepata elimu. Kwa kutoa elimu inakuwa ni solution ya kila tatizo. Kwa pengine mwanzo hawakujua namna gani ya kuweza kutunza fedha, lakini baada ya kuja hapa na kupata elimu vipi wanaweza kutunza fedha zao, inaweza kuwa ni miongoni mwa kitu ambacho kwamba kinaweza kikaondoa hiyo changamoto. Naam, na ukiwa kama waziri kutokea Kampala University, mlishawahi kuandaa angalau hata tamasha kwa ajili ya kuwaelimisha wanafunzi kutokea Kampala kuhusiana na elimu ya kuhifadhi ama kutunza pesa? Kuandaa bado hatujaandaa, lakini tunashukuru kwamba wanafunzi wetu wa Kampala wengi wanapenda sana kuja katika event kama hii. Hii ni event yetu ya pili kuja. Mwaka jana kulikuwa na Jipange University ambayo ilifanyika Chuo Kikuu cha University of Dar es Salaam ambayo ni DUSE, lakini mara hii tumefanya hapa. Kwa na event zote mbili kama wanafunzi tumepata nafasi ya kuhudhuria. So kuhudhuria kwetu manake inakuwa ni lile lengo la kuweza kujifunza tumekamilisha. Naam, lakini pia kutokana na tamasha ambalo lilikuwa linaendelea hapa Ubongo Plaza, mmejifunza kutokana na masuala ya uwekezaji wa pesa. Pengine tungefahamu maybe kutokea kwako kuna uwekezaji gani ambao labda umeufanya kwa kipindi hichi? Asante sana kwa swali zuri. Kwa mimi mwenyewe binafsi kitu ambacho kwamba nimewekeza, nimejaribu kuwekeza katika biashara. Ni mwanafunzi ambaye niko mwaka wa 3 sasa. Kwa boom langu ambalo unapokea kila baada ya miezi miwili, kuna asilimia fulani nilikuwa natunza kwenye akaunti ya akiba, na sasa hivi kidogo nimefungua biashara ambayo kanaendesha maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa hilo. Na kwa maoni yako nadhani biashara zipi ambazo wanachuo zinawafaa kuzifanya? Biashara zipo za aina nyingi. Kuna biashara kwa mfano labda masuala ya manukato kama perfume, spray, lakini pia kwa wadada kuna masuala ya nguo pia, kwa sababu tunajua wanachuo ni watu ambao wanatamani kupendeza kila muda. Kwa biashara kama hizo maana inaweza ni kitu muhimu ambacho kwamba kinawavutia wao wenyewe binafsi. Na pia mmejifunza kutokana na soft skills. Pengine kuna umuhimu gani kwa wanafunzi wa chuo kikuu kuwa na elimu kuhusiana na soft skills? Shukrani. Soft skills ni muhimu pia kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kwamba moja kati ya mfano wa soft skills ni communication skills. Kwa the way ya kuweza kucommunicate na watu, kwa sababu wanachuo wanakuwa wana interact na watu kutoka jamii tofauti au tamaduni tofauti. Kwa the way ya kuweza kucommunicate nao
maana yake inakuwa kuna umuhimu, kwa sababu hauwezi kutengeneza strong relation au urafiki ikiwa bado hauna communication skills. Kwa mimi naamini umuhimu wake, maana yake inaweza kupelekea kuwepo kwa mahusiano bora kupitia communication. Okay, naomba uongee neno lolote kwa watazamaji ambao kwa sasa wanakutazama kutokana na tamasha ambalo lilikuwa linaendelea hapa katika siku ya leo maeneo ya Ubungo Plaza. Kitu ambacho kwamba natamani kuongea ni naomba nitoe kama wito hususan kwa wanachuo panapokuwa panaandaliwa matamasha, hususan kama tamasha hili la Jipange University Tour, tuwe ni mstari wa mbele sana kuweza kujitokeza, kwa sababu tunapata nafasi ya kuja kujifunza fursa mbalimbali na mambo mengi ambayo yanaweza ikawa ni msingi endelevu katika maisha yetu ya baadaye, kwa sababu unapokuja kwenye event kama hii unakutana na watu wengi ambao wanajua mambo mengi, lakini pia kuna connection ambazo unazipata hapa. Kwa wito wangu mkubwa kwamba tujitokeze kwa wingi katika event kama hizi ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali juu ya masuala ya maisha ambayo itakuwa ni future yetu ya baadaye. Nikushukuru sana. Asante sana, nashukuru.